Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, hususan wapenzi watazamaji wetu wa chaneli yetu ya Msimbo Online TV, siku ya leo tumekuja tena biidhnillahi taala na mada adhimu na mada nzuri kabisa, mada ambayo ndugu yangu katika imani ukisikiliza mpaka mwisho basi kuna faida kubwa sana biidhnillahi unakwenda kuipata kwa siku hii ya leo kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mada leo inasema dua hii ya suratul Fatiha na suratul Fatiha na dua yake inakwenda, au angalia siri na nguvu ya dua hii ya suratul Fatiha na dua yake, siri na uzito wa dua hii ya suratul Fatiha na dua yake. Ndugu yangu Islam, ni mada moja nzuri, ni mada moja adhimu. Tunakwenda kuangalia siri ya hii suratul Fatiha pamoja na dua yake, ambao utakwenda kuisoma ndugu yangu katika imani. Ni mada ambayo ukifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuna faida kubwa utakwenda kuipata, kwa sababu dua hii ukisoma kuna siri takriban 5 ndani ya dua hii. Kama utaifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi kuna faida kubwa sana utakwenda kuipata siku ya leo biidhnillahi taala. Hebu nikutajie siri zake, hebu nikutajie manufaa gani utayapata kwa mwenye kusoma hii sura pamoja na hii dua yake. Siri gani na faida gani unakwenda kuzipata siku ya leo? Tuanze na siri ya kwanza kabisa kwa mwenye kusoma hii suratul Fatiha na dua hii yake. Siri ya kwanza kabisa ni kwa ajili ya kupona maradhi. Dua hii kama mtu ataisoma hiyo suratul Fatiha kwa idadi yake na mwishoni akasoma dua utakwenda kuelekeza hapa, kama ana maradhi ya aina yoyote, maradhi yayo biidhnillahi taala atakwenda atapona mgonjwa huyo. Ikamate, fata utaratibu wake na isome kama vile ambavyo utakavyoelekeza, maradhi hayo atakwenda atapona mgonjwa wako huyo. Hiyo ni siri ya kwanza inayopatikana katika hii dua ya suratul Fatiha. Lakini siri ya pili, dua hii ni kurudishwa kazini kwa aliyefukuzwa kazi, ama kurudishwa shule kwa aliyefukuzwa shule, ama mke kurudi kwa mume wake kama alikuwa ameachwa katika njia ambazo sizo, ama mume kurudi kwa mke wake kama alikuwa amemkimbia na kumtoroka, na kadhalika na kadhalika. Hii ni siri ya pili. Kama utaisoma dua hii kwa utaratibu wake na kwa siku zake 3 kwa mpangilio, utakwenda kuona hali na muujiza mkubwa sana kupitia katika dua hii ambayo leo tunakwenda kueleza na tunakwenda kuifundisha biidhnillahi taala. Hii ni siri ya pili inayopatikana ndani ya dua hii. Lakini siri ya tatu inayopatikana katika dua hii ni kupata wateja wengi katika biashara yako. Ni kupata wateja wengi katika biashara yako, kusikilizwa ukisema, bimaana mtu atakayesoma dua hii biidhnillahi taala kwa nia ya kutaka power, basi wallahi lazima ukizungumza mbele za watu unasikika. Ukizungumza mbele za watu kila mmoja anajua fulani kasema, unakuwa na power. Yani kama upo katika biashara ukazungumza na mtu swala zima la kibiashara, yule mtu hawezi kupindua shekhe, lazima atachukua biashara yako biidhnillahi taala kama utakwenda na utafanya dua hii ambayo tunakwenda kuielekeza siku ya leo. Hiyo ndio siri ya tatu inayopatikana katika dua hii, ndani yake ina suratul Fatiha. Lakini siri ya nne, dua hii kwa mtu mwenye kusoma dua hii na suratul Fatiha, kwa aliye dua hii kwa mwenye kusoma, kwa mtu ambaye na mwenye suratul Fatiha, dua hii kwa aliye kukataa, au watu ambao walikuwa na chuki na wewe, watu ambao walikuwa hawakupendi kabisa, ukisoma dua hii biidhnillahi taala, wale wote wanakuwa wanyonge kwako, wale wote wanavunjika nguvu kabisa kwako. Alafu wale waliokukataa wao wenyewe ndio wataomba urafiki na wewe, na wao wenyewe wataomba sulhu na kurudi kwa wewe biidhnillahi taala.
Ni dua muhimu sana shekhe. Ukisoma hii basi adui yako anakuwa mkiwa, adui yako anakuwa mnyonge, na mwenyewe anaomba sulhu ya wewe kwa pamoja. Yule ambaye alikukataa, aliyekufukuza, yule ambaye alikuwa na wewe sio, basi mwenyewe anaomba sulhu ya kwa pamoja na wewe tena. Hii ni siri ya 4 inayopatikana katika dua hii. Lakini siri ya 5, wale wote ambao ni kikwazo kwako, kuna watu ambao hawa ni vikwazo kwako wewe, mambo yako mengi yanakwama kwa ajili yako, basi wallahi lazima watavunjika nguvu na wao watatamani kuungana na wewe katika majambo mbalimbali. Wale ambao unajua hawa ndio walikuwa vikwazo kwangu, wao wenyewe watatamani kurudi kwako wewe na kuwa pamoja na wewe katika majambo mbalimbali. Hii ndio siri ya dua hii, ya ndani yake ina suratu al-Fatiha. Hizi ni siri 5 ambazo nimekupa. Ziko nyingi, lakini mimi siku ya leo nimekuchagulia siri hizi 5. Nenda kazifanye biidhnillahi taala, utakwenda kuona maajabu na muujiza mkubwa kupitia dua hii. Twende katika utaratibu wake sasa. Utaratibu wake ni huu. Jambo la kwanza, utaanza na suratul Fatiha 7. Bimaana utaanza bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka, mpaka mwisho wala dhalin, ile surati al-Fatiha. Lakini kila ukimaliza suratul Fatiha mara moja utasema Allahu akbar mara 7, alafu utamsalia Mtume Muhammad, bimaana Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, nayo mara 7. Ukimaliza hapo utarudia tena kusoma suratul Fatiha mara ya ngapi? Mara ya pili. Utasoma tena suratul Fatiha bimaana alhamdu mpaka wala dhalin. Ukifika wala dhalin mara ya pili utasoma Allahu akbar mara 7, utamsalia tena Mtume Muhammad mara 7. Ukimaliza hapo utaisoma tena suratul Fatiha mara ya 3, bimaana alhamdu mpaka wala dhalin. Ukimaliza hapo utasema Allahu akbar mara 7, baada hapo utamsalia Mtume mara 7. Ukimaliza mara 7 katika hiyo suratul Fatiha, sasa utasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Narudia tena. Utasema neno haya, utasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alafu utasoma Allahumma inni as'aluka bima'aqidil izza. Narudia, Allahumma inni as'aluka bima'aqidil izza, min arshika wa muntaha rahmatan min kitabika wa ismika al-azim wa jiddika al-a'la wa kalamatika tamma. Narudia tena, utasoma Allahumma inni as'aluka bima'aqidil izza min arshika wa muntaha rahmatan min kitabika wa ismika al-azim wa jiddika al-a'la wa kalamatika tamma. Ukimaliza hapo utasema ya mukhlisa Yunus ibn Matta min batni al-hut, ya mukhlisa Yunus bin Matta min batni al-hut, khalisni min al-hammi alladhi ana fihi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Narudia tena dua hiyo, isikilize kwa makini tena dua hiyo. Narudi kuelekeza tena kwa makini, isikilize kwa makini kwa sababu ni nzuri, na uisome hadi yakuwa umetulizana wala huna pupa yoyote. Unasoma suratul Fatiha bimaana alhamdulillah mara 7. Lakini kila ukimaliza mara moja unasema Allahu akbaru mara 7. Alafu unamsalia Mtume mara 7. Ukimaliza unarudia tena kusoma suratul Fatiha mara moja. Ukimaliza unasema Allahu akbar mara 7, unamsalia Mtume mara 7. Ukimaliza unasoma tena mpaka ufike mara 7. Namba yangu ya simu ni hii, kama utakosea kutasahau sehemu 0756 81 11 mwisho 26, 0756 81 11 mwisho 26. Utaniuliza. Narudia, utaanza suratul Fatiha utaisoma mara 7, bimaana kila mara moja ukisoma utasoma na Allahu akbar mara 7, kumswalia Mtume mara 7. Ukimaliza zile mara 7 ndio unakuja hapa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Allahumma inni as'aluka بمعاقد العزة. اللهم إني أسألك بمعاقد العزة من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلامتك تامة. Kutoka hapo sasa, wakalamatika tamma, unakuja kusoma dua hii, unasema ya mukhlisa Yunus bin Matta min batni al-huti khalisni min al-hammi alladhi ana fihi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Alafu nasoma Allahu ya hayyu ya qayyum al-aliyyu al-azim. Allahu ya hayyu ya qayyum al-aliyyu al-azim. Allahu ya hayyu ya qayyum al-aliyyu al-azim. Hapo utasoma mara 7, ndio utakwenda kuhitimisha dua yako hiyo. Nafikiri mpaka hapo umenielewa. Narudia tena hii dua baada ya kuelekeza maelekezo ya Fatiha. Tunasema Allahumma inni as'aluka bima'aqidil 'izza min 'arshika wa muntaha rahma min kitabika wa ismika al-a'zam wa jiddika al-a'la wa kalamatika tamma ya mukhlisa Yunus bin Matta min batni al-huti khalisni min al-hammi alladhi ana fihi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahu al-hayyu al-qayyum al-aliyyu al-azim. Allahu al-hayyu al-qayyum al-aliyyu al-azim. Hapa Allahu al-hayyu al-qayyum al-aliyyu al-azim utarudia mara 7. Hii ndio dua yetu siku ya leo inshallah, na imani umeikamata na imani umeelewa, na nenda kaifanye kazi biidhnillah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.